Yesu asifiwe. Amen. Nimeshika Yohana sura ya 1 mstari wa 1 unasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa 2, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 4, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 5, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Mstari wa 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Mstari wa 7, huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Mstari wa 8, huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Mstari wa 9, kulikuwako nuru halisi, amchaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Mstari wa 10, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Mstari wa 11, alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mstari wa 14, naye neno alifanyika mwilini, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mstari wa 15, Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye nilionena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Mstari wa 16, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Mstari wa 17, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mstari wa 18, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Mstari wa 20, naye alikiri wala kukana, alikiri kwamba mimi si Kristo. Mstari wa 21, wakamuuliza, ni nani basi? U Elia wewe? Akasema, mimi si. Wewe nabii yule? Akajibu, la. Mstari wa 22, basi wakamwambia, u nani tuwape majibu wale waliopeleka wanenaje juu ya nafsi yako? Mstari wa 23, akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nyosheni njia ya Bwana, kama vile tunaona nabii Isaya. Mstari wa 24, nao wale walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Mstari wa 25, wakamuuliza wakamwambia, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo, wala Elia, wala nabii yule? Mstari wa 26, Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua mimi. Mstari wa 27, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza kidamu ya kiatu chake. Mstari wa 28, hayo yalifanyika huko Bethania, ng'ambo ya Yordani alikuwako Yohana akibatiza. Mstari wa 29, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu alichukua dhambi ya ulimwengu. Mstari wa 30, huyu ndiye nilionena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye alikuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Mstari wa 31, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Mstari wa 32, tena Yohana akamshuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Mstari wa 33, wala mimi sikumjua, lakini yeye alinipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye akamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye batizaji wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 34, nami niliona tena nimeshuhudia kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Mstari wa 35, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Mstari wa 36, akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mstari wa 37, wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Mstari wa 38, Yesu akageuka, akawaona wakifuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Mstari wa 39, akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akao, wakakaa kwake. Siku ile nayo
ilikuwa yapata saa 10:40. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. 41. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masia, maana yake Kristo. 42. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. 45. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. 44. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. 45. Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. 46. Nathanaeli akamwambia, naweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. 47. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. 48. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. 49. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. 50. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini, waamini utaona mambo makubwa kuliko haya. 51. Akamwambia, amin amin nawaambia, sijaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya Mwana wa Adamu. Amen. Ainuliwe Yesu! Ainuliwe Yesu! Ainuliwe Yesu! Ainuliwe Yesu! Ainuliwe Yesu! Ainuliwe Yesu! Ainuliwe! Hey 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 hey! How we go? Umetafuta kazi hujapata, wewe. Hii ni neno la Mungu.